Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu zangu wadau wa elimu ya nyota. Kwanza Eid Mubaraka. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kuiona siku ya Eid na tumeweza kusherekea kwa amani. Yote hii ni kwa sababu ya Mwenyezi Mungu ameweza kutujalia. Leo nimerudi tena kuweza kupeana darasa katika masomo ya nyota. Najua tulikuwa tunaendelea na utabiri wa kila nyota kwa mwaka huu 2026. Sasa kuna darasa muhimu sana nimeona niliweke, na wengi wakilitambua basi litaweza kuwasaidia, kwa sababu katika elimu ya nyota tunapenda kujuzana kwanza. Ikiwezekana ufanye wewe, ikiwezekana kwanza ufanye wewe uweze kujiokoa ama kujisaidia katika nuksi, katika mitihani mbalimbali, lakini pia katika kufata ambavyo nyota yako inataka ili uepukane na matatizo mbalimbali. Sasa leo nahitaji kuja kuelezea hizi wengi wao mnaita element, yaani hizi hali za nyota. Hali za nyota, ziko hali 4 za nyota. Kuna hali ya moto, kuna hali ya udongo, kuna hali ya hewa na kuna hali ya maji. Katika nyota 12 zimegawanyika katika makundi manne. Kuna nyota ambazo asili yake, hali yake ni moto. Nyota hizo mfano nyota ya punda, nyota ya simba, nyota ya mshale. Nyota hizi asili yake ni moto. Kuna nyota ambazo asili yake ni udongo. Nyota hizi mfano nyota ya ng'ombe, nyota ya mashuke, nyota ya mbuzi. Kuna nyota ambazo asili yake ni upepo. Nyota hizi kuna nyota ya mapacha, nyota ya mizani, nyota ya ndoo. Hizi nyota asili yake ni upepo. Kuna nyota ambazo asili yake ni maji. Nyota hizi ambazo asili yake ni maji, kuna nyota ya kaa, nyota ya nge na nyota ya samaki. Kwa hivyo nyota 12 zimegawanyika katika makundi hayo manne, katika moto, udongo, hewa na maji. Hewa ama upepo wengine wanasema. Sasa nataka nikujuze kitu kimoja muhimu sana. Katika hivi vitu vyote vinne, ukikaa wewe ukafikiria katika maisha ya mwanadamu au katika maisha yako, kipi ni muhimu sana katika maisha yako ya kila siku, basi hicho unachokitambua kwamba ni muhimu katika maisha yako ya kila siku, na pengine unakitumia kwa kujua au kutokujua, basi kinaweza kikaa ni mlango ama msaada katika baadhi ya mambo yako. Kwa sababu wenzako wanaoijua nyota vizuri, kwa maana ya wachawi, shetani anaijua nyota vizuri sana. Wewe unakwepa kuijua nyota, sasa yeye anaijua nyota, anakuumiza kupitia nyota yako, kwa sababu wewe huna elimu ya nyota na hautaki kujifunza habari zinazohusiana na nyota. Basi shetani anajifunza au anajua zaidi, anakuumiza kupitia mambo ya nyota. Kila kitu kipo katika mambo ya nyota. Mfumo wote wa maisha upo katika mambo ya nyota. Sasa fikiria katika hizi element 4 au hizi hali 4, ipi ambayo kwako ni muhimu sana na kila siku unaitumia, eza kwa kujua au kwa kutokujua, lakini unaitumia. Sasa katika hizi hali 4, watu wengi tumezoea kusema kwamba maji ni muhimu kuliko chakula, kwamba mtu akikosa chakula pengine wiki moja anaweza akaishi, wiki moja pengine hata 2, atazoofika lakini ataishi. Lakini tunasema maji ni muhimu, mpaka madaktari wanatushauri maji ni muhimu sana, na ni kweli ni muhimu, yanatoa taka mwili. Mifumo mbalimbali ya miili yetu inahitaji maji ili iweze kufanya kazi. Kwa kweli maji ni kitu muhimu sana. Tuweze kupata chakula tunataka maji, tuweze kufanya jambo lolote la usafi la nini tunataka maji. Maji ni muhimu sana kwa binadamu. Lakini kitu kimoja nakwambia, kinyota ambacho ni muhimu sana, ambacho mchawi ndicho anachotumia kukuumiza wewe, kwa sababu elimu yake haujui. Hewa ni muhimu kuliko hivyo vyote vitatu.
Unaweza ukakaa wiki moja bila kula usife, na unaweza ukakaa pengine hata siku 3 bila kunywa maji na usife. Lakini sidhani kama unaweza kukaa siku moja bila kupata hewa na ukabaki hai. Haiwezekani. Yaani kwamba ukakata pumzi kabisa, yaani hakuna hewa inaingia puani, mdomoni, ukakosa hewa kabisa, basi hiyo siku haiwezi jua likazama. Lazima wewe utapoteza uhai. Sasa hichi ni kitu muhimu sana, na ni kazi ambayo unaifanya kila siku. Uwe macho, uwe umelala, ni kazi ambayo unaifanya. Unaingiza hewa, unatoa hewa. Unaingiza hewa, unatoa hewa. Basi ni kitu muhimu sana. Ukijua siri yake, kama ambavyo mchawi anajua siri yake, basi anatumia kuumiza watu, basi na wewe utatumia hewa hiyo katika kujiokoa, au katika kujitoa kwenye nuksi, au katika kupata baadhi ya mambo ambayo wewe unakuwa unayahitaji. Ni kwamba mazingara mengi yapo kwenye hewa. Wewe jiulize tu, viumbe vyote vya kiroho vinatumia hewa. Sio majini, malaika, mizimu, wote wanatumia hewa. Viumbe vyote vya kiroho vinatumia hewa. Hewa ni kitu muhimu sana kwao, sana. Mchawi anatumia hewa. Hewa ni kitu muhimu sana. Sasa kwa wewe mtu wa kawaida utaitumiaje hewa? Kuna baadhi ya watu wanashauri kwamba ufanye meditation. Meditation ya pumzi. Unaingiza pumzi ndani, alafu unaitoa taratibu. Unaingiza ndani, alafu unaitoa taratibu. Sasa mimi nakushauri, kama unafanya hiyo meditation, basi ni vyema uifanye katika zile siku ambazo zinaendana na nyota yako. Kwa sababu hiyo hewa unayovuta ina energy ya nyota fulani kulingana na siku ile, au kulingana na msimu ule. Kwa hivyo tafuta saa maalumu, tafuta siku maalumu ambayo inaendana na nyota yako. Basi vuta pumzi hiyo kwa kufanya hiyo meditation. Lakini kwa wale ambao ni Waislamu, kitu ambacho ningependa kuwashauri, wewe fanya meditation yako kwa kusoma Qur'ani. Kwa sababu lengo ni kwamba hata katika hiyo meditation ni kwamba kilicho muhimu ni wewe kuingiza hewa na kutoa hewa. Halafu kupoteza mawazo, yani kwamba usiwaze kitu chochote, yani urelax, uwe free. Ili ule mfumo wa hewa uingie na kutoa kama kawaida, ufanye kazi vizuri. Kuna energy unaifyonza pale, unaingiza alafu unatoa. Sasa wewe nakushauri soma Qur'ani. Kwamba hata hivi unavyoniona naongea, maana yake ninafanya mchezo wa kuingiza hewa na kutoa hewa. Pasipo hewa huwezi kuongea. Lazima uwe unajua kuchezesha hewa. Sijui ulimi, hizi lipsi zinafanya mchezo wa kuchezesha hewa ili itoe sauti. Kwa hivyo pasipokuwa na hewa, basi hata sauti haiwezi kusikika. Kwa hivyo sasa wewe fanya meditation yako kwa kusoma Qur'ani. Kwa yule ambaye si Muislamu pengine ndio anaweza akafanya hizo meditation za kuingiza pumzi na kutoa. Kuna zingine wanaita mantra meditation, kwamba anajiwekea kitu fulani awe anakitamka. Mwingine anakuwa anatamka namba. Sasa ile tu ni kujaribu kuleta focus ya akili kwenye kitu kimoja. Focus ya akili kwenye kitu kimoja. Wanajaribu kupoteza ule ubongo ambao unakupa mawazo muda wote unakuwa na mawazo muda wote. Ndio maana wanataka uwe na focus ya kitu kimoja. Lakini yote kwa yote msingi wake ni hewa. Hewa ni kitu kizuri sana kwa mwanadamu. Sasa mchawi anakitumia sana katika mambo yake. Mchawi anakitumia sana kukomandi mambo yoyote anayoyataka yeye. Anakitumia kukuroga, anatumia kukutupia majini, kukutupia uchawi, kufanya lolote. Na ndio maana mmekuwa mkisikia au mkiona hata katika filamu wengine waigizaji, mtu akifanya hivi, moja kwa moja unajua ni uchawi. Hata kama hujawahi kuona wachawi wanawanga, lakini mtu akikufanyia unajua hiyo ni ishara ya uchawi. Sasa kwa nini akifanya hivyo unajua ni ishara ya uchawi? Kwa sababu wale wanatumia sana upepo ama hewa, yani ndio nyenzo yao kubwa. Sasa hata wewe ndio nyenzo yako kubwa, ila tu umeignore, yani pengine haujui, hauna elimu nayo, lakini hewa ina umuhimu kubwa sana. Ndio maana unashauriwa basi unasumbuliwa na maradhi au mikosi mbalimbali ya kichawi, ya kishetani, basi chukua glasi ya maji, isomee dua fulani,
Ukishaisomea basi ile glasi ya maji puliza pale. Umeambiwa, ila sasa hujajua ni kwa nini unaambiwa puliza. Puliza pale. Usidharau, yani usione kama ni kitu cha kawaida tu ukadharau. Kile ambacho wewe unakidharau ndicho kitu ambacho mchawi anakibeba, kwa sababu anajua anakibeba ndo anakuzuru wewe. Sasa kwa nini hewa imekuwa na umuhimu sana kuliko hizi elementi nyingine, au inatumika sana katika mazingira? Kwanza ina ukubwa, yani ni kubwa sana. Wewe fikiria, sayari zote zipo ndani ya hewa. Sayari zote zipo ndani ya hewa. Hayo magalaksi yote manini yapo ndani ya hewa. Zote zinazunguka ndani ya hewa. Kwa hiyo ukisema moto, ukisema maji, ukisema udongo, vyote vimebebwa na hewa. Kwa hivyo ndo maana mchawi akawahi kujua elimu ya kutumia hewa. Afanyaje? Kwa hiyo ndo maana mambo yao, anaweza akafanya jambo naye akapuliza hivyo hivyo. Si tumewambia kwamba chukua maji, weka kwenye glasi, yasomee Ayatul Kursi, pulizia, basi yale maji yatakuwa shifaa, wewe kunywa, sijui jipake. Basi na yeye ana vitu vyake ambavyo na yeye anapuliza. Anapuliza, ana vitu vyake. Haya mambo tu ni kwa sababu hamiaoni, lakini wana mambo yao, wana vitu vyao ambavyo wanapuliza, wana command kitu kinakuwa kwa kupitia kupuliza. Kwa sababu nguvu ya universe ipo kwenye hewa, ambayo wewe hewa hiyo unaitumia muda wote, kila sekunde. Uko macho, umelala, yani kuisha kutumia hewa hiyo ni pale ambapo wewe umeshakufa. Kwamba huwezi kuingiza hewa, huwezi kutoa hewa, umeshakufa. Sasa hapo unakuwa hauna namna ya kutumia hewa. Lakini kwa binadamu yote ambaye yuko hai, basi anatumia hewa. Sasa itumie hewa hiyo iweze kukusaidia. Njia moja wapo, chukua maji kwa wewe Muislamu, yasomee dua. Yasomee hata Ayatul Kursi, ni nzuri sana, yasomee. Shasomea, puliza yale maji. Kunywa, una maradhi ya kichawi, una vifungo, kunywa mengine jipake. Kwa hiyo ambaye sio Muislamu, basi tia nia katika maji yale. Tia nia zako kabisa, kwa lugha yako yoyote, kama ni Kiswahili, sijui Kindengeleko, kinini, maana wewe hujui Qur'ani na sio Muislamu, basi tia nia. Tia nia kabisa, alafu pulizia pale kwenye glasi ya maji. Pulizia basi maji yale, kunywa ama tumia kujipaka. Basi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utasaidika. Mikosi, nuksi zitafanya nini? Zitaondoka. Na hii ni kwa nyota yoyote. Nimeanza kwa kutajia nyota ambazo zinahusiana na hewa, lakini fikiria nimekupa elimu ambayo uweze kujua kwamba sayari zote zipo ndani ya hewa, zinazunguka, zipo ndani ya hewa. Sayari zote mpaka jua zipo ndani ya hewa. Na kuna galaksi zingine ambazo bado hata hazijatambulika, zipo ndani ya hewa. Kadunia ni kadubwana kadogo sana kwenye sayari zingine, kadogo sana, lakini zote zipo ndani ya hewa. Yaani hazijashikwa na kitu kwamba kuna kitu kimeshika. Ni mvutano tu wa hewa, basi ndo zinaweza kuning'inia na kuzunguka. Kwa hivyo ni elementi moja ambayo ni kubwa sana. Kwa hivyo mwanasayansi ataitumia hewa kurusha ndege, sijui kutengeneza vitu mbalimbali, ila mchawi sasa atatumia hewa kwa ajili ya kukomandi vitu vyake. Na pia nimekuambia viumbe wote wa kiroho wanaishi katika mazingira ya hewa. Wanatumia sana hewa. Na ndio maana mtu anapokuloga anakutupia jini, basi linakuja kwenye mfumo wa hewa. Kwa sababu uwe maskini uwe tajiri, hapa ndipo ambapo tunafanana wote. Maskini tajiri wote tunatumia hewa. Hakuna hewa ya tajiri, hakuna hewa ya maskini, hakuna hewa ya bosi, hakuna hewa ya kijakazi. Wote tunatumia hewa. Endapo Mwenyezi Mungu ataikata, basi wote tutapata shida. Kwa hivyo sasa na wewe itumie hewa katika kufanya mambo yako ya kheri, mambo mazuri. Yako mambo mengi sana, mambo mazuri ya kheri. Kitu chochote unaweza ukakiombea, unaweza ukakisemea, ukakipuliza. Basi jambo hilo na ukapuliza katika masaa sahihi. Ni muhimu sana kujua elimu ya masaa. Muhimu sana katika nyota kujua elimu ya masaa. Ni kitu muhimu sana uweze kujua, kwa sababu kuna masaa mengine
ukifanya kitu kizuri kinageuka kinakuwa kitu kibaya. Lakini kwa kuweza kuwasaidia kwa mwenye kuhitaji maelezo zaidi kuhusiana na nyota yake, kuanzia nyota yake ilivyo inatakiwa nini na siku zake na milango yake 12, basi ninaweza nikamwandalia kijitabu cha nyota yake yeye, na nini afanye kulingana na siku zake, siku za nyota yake, na siku zipi katika siku 7 zina nguvu zaidi kwake, siku zipi, na siku zipi ambazo anaweza akatumia kujitoa mikosi. Zipo siku ambazo ni maalum sana kwa nyota yako. Kwa hivyo kwa yule ambaye atahitaji basi ataweka oda, tumtengenezee kitabu ambacho kitaweza kumsaidia yeye mwenyewe. Kama utakipata kitabu hicho na utakisoma kwa utulivu kabisa, basi utakuwa huna haja tena kumpelekea mtu pesa kutoa mikosi, sijui changamoto gani. Kwanza kitakueleza kulingana na nyota yako ni sehemu gani unalogwa zaidi. Katika nyota tunatofautiana. Kweli wote tunalogwa, lakini iko sehemu ukirogwa unaporomoka vibaya, tena vibaya. Na sio tu ukirogwa, yani katika maisha yako eneo hilo lazima utakutana na uchawi katika maisha yako. Lazima aidha utalogwa au wewe utaloga. Yani kunakuwa na kishawishi fulani cha uchawi kukutembelea katika mlango huo, katika huo mlango. Mfano, nichukulie mfano tu, nyota ya punda, nyota ya punda awe makini sana na mazingira ya nyumbani, awe makini sana na mazingira ya kazini. Hizo sehemu mbili anaweza kufanyiwa uchawi. Sasa haijalishi wewe umetambua ama hujatambua, lakini inawezekana kuna uchawi ambao unakutesa wewe, ila umefanyiwa kwenye shughuli zako unapotoka huko kazini. Ndio maana tunasisitiza kwamba unapotoka nyumbani unakwenda kazini au kwenye shughuli zako, basi tanguliza dua, kwa sababu huwezi jua unaoenda kukutana nao. Na kwa mtu wa nyota ya punda nakupa sababu kwa nini anakutana na changamoto hizo kazini. Kama unavyojua watu wa nyota ya punda ni watu wa haraka, ni watu wabishi, watu wasiokubali kushindwa, watu pengine wasioona aibu hata kwenye ugomvi. Sasa kazini unaenda kukutana na watu mbalimbali, na mtu wa nyota ya punda anajiamini sana, yani hana ile subira ya kusema asubiri. Sasa wakati mwingine unakorofishana na watu kule. Sasa katika watu unaokorofishana nao, wengine wana mambo yao ya kichawi, wanakufanyia uchawi kabisa, wanakufanyia uchawi. Sasa inawezekana unateseka na uchawi fulani wewe hujui, lakini kumbe chanzo uchawi huo umeupata kazini kwenye mihangaiko yako wewe. Mwingine umepata nyumbani, kutokana na ile tabia yao jinsi walivyo, yani ni watu ambao hawakubali kushindwa, ni watu ambao wanaonekana kidogo kama ni wabishi, ni watu ambao wanaonekana wao muda wote ni kama vita, ndo asili ya nyota yao. Sasa kuna baadhi ya watu wanashindwa kuwavumilia. Sasa wengine ni watu wabaya, wana vitu vibaya, anakufanyia kitu kibaya. Kwa hivyo ukiweza kupata kitabu hicho kitakuelekeza mazingira gani ambayo wewe uwe makini nayo, unaweza kufanyiwa uchawi wa namna yoyote. Wa namna yoyote unaweza kufanyiwa uchawi wa namna yoyote. Kwa hivyo ni muhimu kupata kitabu hicho ili uweze kujua na masaa yako mazuri, kwa pengine kwa kila siku. Kitakuwa ni mwongozo mzuri sana kwako. Uanze kujitibu wewe kabla hujapeleka hizo 5,000-6,000 kwa mganga. Na ni kitu ambacho unaweza kukidharau, lakini sisi kinyota tunaamini kitu kimoja. Kabla mchawi hajakuloga, wewe umeanza kukosea principles za nyota. Yaani wewe umeanza kukosea taratibu za nyota, yeye ndio akapata mwanya wa kukuloga. Kwa mfano, yani nyumba ambayo haishiwi panya, yawezekana mwenye nyumba ndiyo sababu. Kwamba anakula chakula mahala popote, anatupa chakula, basi usiku wale panya wanaweza kuishi vizuri kwa sababu chakula kipo, yeye ndio anayetupa chakula. Lakini kama ni sehemu ambayo hakuna chakula, yani hakuna mazingira ya panya kuishi, basi panya hawezi akaishi. Kwa hivyo sisi tunaamini mchawi ni namba 2, lakini namba 1, wewe kuna vitu katika nyota yako unavikosea. Vitu vipo, vitu vikubwa aina 4. Kuna uzao,
uzao, yani ulikotoka wewe, baba yako na mama yako, wazazi wale walikuwa wanatizamana vipi kinyota. Hicho cha kwanza. Kama wanatizamana vibaya, basi yawezekana na wewe katika maisha yako kama ile laana au ule mkosi uliotoka kwa wazazi ukakusumbua, na ukikusumbua, basi mchawi anatumia ile kama weakness kukuchapa wewe. Amepata kama mlango wa kukuchapa. Lakini kingine, umeshakuwa sasa mahusiano, wale watu unaohusiana nao, kwa maana mke, mume, mpenzi, je, mnaendana kinyota? Unakuta hamwendani. Kwa hivyo kama hamwendani, basi unakaribisha matatizo, na inategemea hamwendani kivipi, kwa namna ipi. Nyota nyingine ni 12 yako, maana yake itakukusanyia uadui. Uadui utatoka mbali, karibu, popote pale uadui utakufikia. Kitu kingine ni uelekeo. Umetoka kwenu, umeelekea upande gani? Je, huo upande ni sahihi kwa nyota yako? Hichi kitu pia kinawaangamiza watu wengi sana. Kitu kingine, aina ya kazi unayofanya inaendana na nyota yako. Sasa yote haya utayapata kwenye kitabu cha nyota yako, ambacho utaweka oda uweze kutengenezewa, ili uweze kujua ni mambo gani ambayo ni muhimu kwa nyota yako, na yale ambayo hayafai uweze kuepuka. Unavyoepuka, basi ndivyo unavyokaa mbali na mchawi. Kuna watu nyota zao ni nzuri, zina baraka ya asili. Kwa mfano watu wanaotoka katika sayari ya Zuhura, nikimaanisha nyota za ng'ombe, mizani. Watu wanaotoka katika sayari ya Mushtara, nikimaanisha nyota za samaki, nyota ya mshale. Kwa asili na sayari yao wanakotoka ni pazuri, lakini unamkuta bado ana mitihani mikubwa mno, mpaka unashangaa. Sasa kuna vitu ambavyo wewe kavikosea. Sasa amekaribisha changamoto mwenyewe, kwa sababu hajui elimu ya nyota. Kwa hiyo amejikuta ameshaingia kwenye changamoto, na namna ya kutoka sasa hajui. Lakini kama utapata kitabu hicho, basi kitaweza kukusaidia hata namna ya kutumia hiyo hewa. Unaitumia vipi? Kama hapa naongea natumia hewa. Sasa kuna namna ya kutumia wewe katika kujitibu. Mchawi anatumia hewa katika kuroga. Ndio maana mambo yao ni kupuliza. Ni kupuliza. Sasa wana maana yao wanavyopuliza. Hiyo ni silaha kubwa sana. Yaani hewa ama upepo ni silaha kubwa sana. Ndio maana mchawi anapenda kuitumia sana. Wewe fikiria, viumbe wote wa kiroho wanacheza kwenye hewa. Wote, majini, malaika, mizimu, wanacheza kwenye hewa. Kwa hivyo pana habari kubwa hapo, pana kitu muhimu sana ambacho unatakiwa ukifahamu. Kwa hivyo kwa wewe ambaye huwezi kusoma Qur'ani, basi tia nia zako, weka maji kwenye glasi, tia nia zako. Pengine sasa ndo na hiyo chumvi ya mawe ambayo umeambiwa weka chumvi ya mawe inatibu. Sawa, basi weka na hiyo chumvi ya mawe, koroga, alafu yale maji yaombe. Basi yani tia nia, basi hata kwa Kiswahili. Tia nia zako vizuri, weka umakini wako pale, focus, alafu puliza ile glasi ile. Tia nia tena, puliza, alafu yale maji kunywa. Pengine hata mwanao anasumbuka na maradhi ya kichawi, unaweza ukampa yale maji akatumia, basi yakaweza yakamsaidia. Unaweza ukatumia hewa. Wewe usipoitumia hewa, basi mchawi anaitumia kupuliza mapembe yake, kupuliza tunguli zake. Naposema tunguli, waganga wa Tanga wanajua, au wale walioenda kutibiwa Tanga wanajua hichi ninachokisema. Tanga tunguli inapulizwa vibaya, yani inapulizwa sio kawaida, inapulizwa mpaka inatoa mlio. Sasa hiyo ni elimu ya upande wa hewa, kuhusiana na hewa. Kwa hiyo hewa ina nguvu kubwa sana kama utaitumia. Wewe jiulize tu, kwa nini ndio kitu pekee ambacho Mwenyezi Mungu ametuwekea ni sawa binadamu wote. Haijalishi wewe tajiri, sijui wewe kichaa, sijui wewe maskini, wote tunatumia hewa. Wote. Tajiri hana hewa ya kwake peke yake. Kama itakuwa ndani, hiyo si kiyoyozi, ni hewa ya muda. Akitoka nje ndo hewa ile ile ambayo kichaa anatumia, maskini anatumia, si nani anatumia, wote ndo hiyo. Wewe huoni kwamba kuna maajabu makubwa sana ambayo Mwenyezi Mungu kayaweka hapo? Sasa wewe usipoyatumia, basi mchawi anayatumia kukuchapa wewe. Kwa hivyo unapaswa ufahamu, basi kuweza kujua elimu zaidi,
ukiweza kuweka oda ya kitabu chako cha nyota yako wewe, basi utaweza kujua mambo mengi sana yanayohusiana na nyota yako, na utawezaje kutumia hewa na vitu vingine ambavyo vinahusiana na nyota yako. Na changamoto kubwa ni kutafasiri ile nyota kimatibabu. Elimu ya nyota jinsi ilivyokaa, ukiipeleka kwenye uchawi ni wewe umeipeleka, inakupa tafasiri yake. Elimu ya nyota jinsi ilivyokaa, ukiipeleka kidaktari inakubali, inakupa tafasiri yake. Ukiipeleka katika maisha ya kawaida inakubali, inakupa tafasiri yake. Kwa hivyo ndio maana wengine wanapiga vita elimu ya nyota, kwa sababu wao wamekamata tafasiri moja ya uchawi tu, tafasiri moja tu ya uchawi tu peke yake. Lakini unaweza ukaichambua kwa namna tofauti. Kwa hiyo unaweza ukaichambua uweze kujua na mimea au viungo au vitu gani ambavyo vinahusiana na nyota fulani ambavyo ni mimea. Basi mimea hiyo ukaitumia pengine kunywa, kuoga kwa ajili ya kusafisha nyota yako. Kwa hivyo kinachosumbua ni tafasiri. Kwa hivyo ukiweza kupata hicho kitabu, basi kitaweza kukusaidia. Maana nimekuwa nikipata maswali mengi. Sasa kuwajibu watu kupitia SMS au WhatsApp kidogo na wajibu, ila sasa naona kama hawashibi. Sasa ukitaka kushiba vizuri, upate mwongozo vizuri wa nyota yako wewe, basi unaweka oda ya kitabu chako, unatengenezewa. Kama ukitaka pia ya nyota zote 12, utanipa muda nikutengenezee, kwa sababu kitabu kinatakiwa kiwe na maelezo mazuri na hususan, yani yale maelezo ambayo yanakufaa zaidi, yale maelezo ambayo ni muhimu zaidi kwako, kuliko kuielezea tu nyota yako. Basi kuna milango, milango ni kitu muhimu sana kwenye nyota. Kujua milango yako ni kitu muhimu sana sana. Kuangalia tu nyota ya chati kama hizo za tarehe, utajua tu hizo nyota yako sijui ya tarehe, basi utaishia hapo. Sasa hauwezi kujua matatizo yanaingiaje kwako. Kila nyota ina namna ambavyo matatizo yanaingia kwake, ina namna ambavyo uchawi unaweza ukaingia. Nimekutolea mfano wa nyota ya punda, lakini pia kuna nyota, kwa mfano nyota ya kaa. Mtu wa nyota ya kaa D au P awe makini sana katika ndoa, awe makini sana katika ndoa. Anaweza akafanya uchawi au akafanyiwa uchawi mbaya, tena mbaya kweli kweli, ambao utamchukua, yani uchawi huo utaishi na yeye kwa muda mrefu, kwa muda mrefu. Kwa hii nakupa siri kidogo tu. Kwa nini nimekuambia hivyo? Nyota ya kaa mlango wake wa 7 ipo nyota ya mbuzi, inatoka katika sayari ya Zohari au Saturn. Sayari hii wachawi wanaitumia katika kufanya mambo yao ya kichawi. Sasa kwa bahati mbaya sayari hii huwa mambo yake inachelewesha. Ukipigwa kitu kinachotokana na Zohari, kinakaa na wewe muda mrefu, kinakaa na wewe muda mrefu. Ukilogwa uchawi unaotokana na Zohari au sayari ya Saturn, kama ambavyo na yenyewe inachukua muda mrefu katika mzunguko wake, basi na wewe uchawi huo utakaa na wewe muda mrefu. Kwa hivyo sasa ni kumtanguliza Mwenyezi Mungu, kumuomba Mwenyezi Mungu. Kama hivyo mtu wa nyota akaa, basi katika ndoa yako Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi, usikutane na uchawi. Uchawi unaweza ukalogwa kwa namna yote, lakini ukakutesa katika mambo yako mengi na makubwa. Kwa hivyo ukitaka kujua siri zote, basi kulingana na nyota yako, milango ipi ni hatari kwako kuingiza uchawi, milango ipi ni hatari kwako kuingiza uchawi, kwa maana ya uchawi. Maana wengi sana wanahangaika uchawi na hawajui nimelogwa. Kwanza lazima utambue. Basi ukiweza kuweka oda ya kitabu chako kulingana na nyota yako, basi utaweza kufahamu. Lakini kwa hayo machache nilokupatia, namna ya kutumia hewa, basi unaweza ukatumia. Somea dua maji, puliza. Kama wewe haufahamu Qur'ani, pengine si Muislamu, basi tia nia zako katika maji yale kwenye glasi safi, maji masafi yanafaa kunywa. Basi tia nia zako pale, tia nia zako alafu puliza. Tia nia hata mara 3 puliza, au mara 7 puliza. Puliza pale. Alafu yale maji tumia kunywa au kujipaka. Pengine kama una mtoto wako anasumbuliwa na changamoto, unaweza ukamsaidia kwa namna hiyo. Basi
Hiyo ndio mbinu mojawapo ya kutumia hewa. Basi hii ndio elimu ya nyota ambayo nilitaka muijue kwa leo kuhusiana na hizo element, kwamba elementi muhimu sana ni elementi ya hewa. Au hali muhimu sana ni hali ya hewa. Haijalishi nyota yoyote, tunatumia hewa. Kwa hivyo kwa leo mtosheke kwa hayo machache. Kwa ambaye atahitaji kuweza kuweka order kwa ajili ya kitabu chake, basi inshallah tutaweza kumtengenezea. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum.